Tunaendelea na swali la Mheshimiwa Christina Solomon Mdeme, mbunge wa viti maalum. Asante mwenyekiti. Kwa niaba ya wanawake wa mkoa wa Tabora, naomba kupata majibu ya swali namba 160. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Dr. Christina Solomon Mdeme, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea kuhakikisha wanawake wenye sifa katika mkoa wa Tabora wanafikiwa na mikopo ya 10% kwa kuongeza fedha zinazotengwa kwa vikundi vya wanawake. Katika mkoa wa Tabora, kiasi cha mikopo kwa wanawake kimeongezeka kutoka shilingi bilioni 1.54 mwaka 2020-2021 hadi shilingi bilioni 4.8 mwaka 2024-2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia maafisa maendeleo ya jamii katika halmashauri za mkoa wa Tabora, serikali inaendelea kuwasaidia wanawake kuunda na kusajili vikundi, kupata mafunzo ya ujasiriamali na kuandaa miradi yenye tija ili waweze kukidhi vigezo vya kupata mikopo. Kutokana na hatua hizo, vikundi vya wanawake vilivyosajiliwa na kupewa mikopo vimeongezeka kutoka vikundi 234 mwaka 2020-2021 hadi vikundi 532 mwaka 2024-2025, huku vikundi vinavyopatiwa mafunzo vimeongezeka kutoka 1718 hadi 5907 katika kipindi hicho. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali pia inaendelea kutumia mfumo wa wezesha poto katika usajili na usimamizi wa mikopo. Aidha, serikali imezielekeza halmashauri zote kutangaza fursa hizo kwa uwazi kupitia mbao za matangazo, mikutano ya hadhara na vyombo vya mawasiliano. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kuongeza uhamasishaji na kuwajengea uwezo wanawake wanufaike zaidi na mikopo hiyo. Asante. Mheshimiwa Christina Mdeme. Asante mwenyekiti. Nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali. Ninayo maswali mawili ya nyongeza. Kwa kuwa serikali imekuwa na mpango mzuri wa kuwawezesha wananchi kiuchumi na hususani wanawake wa mkoa wa Tabora, tunampongeza sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwa mikopo hiyo imekuwa ikileta tija kwa wanawake wanaokopeshwa. Je, serikali ina mpango gani wa kutoa elimu ya fedha na ujasiriamali kwa wanawake wanaopata mikopo kwa kuwafuata katika maeneo yao walipo? Swali la pili, je, serikali ina mpango gani wa kuwa na mfumo mzuri wa ufuatiliaji wa matumizi ya mikopo hiyo ili kufahamu changamoto walizopitia na wanazopitia wanawake wakati wa kutumia mikopo hiyo ambayo inaweza kuathiri urejeshaji wa mikopo waliochukua na hasa wanawake wa mkoa wa Tabora? Majibu Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ambavyo Mheshimiwa mbunge Dr. Christina Solomon Mdeme amesema, ni kweli kwamba mikopo hii imekuwa na tija kubwa sana kwa makundi maalum wakiwepo wanawake, na serikali kwa kutambua kwamba wako wanawake ambao wako maeneo ya vijijini ambao mara nyingine ni ngumu kufika katika makao makuu ya halmashauri, tumeunda kamati za mikopo ngazi za kata, ngazi ya halmashauri, lakini pia tumeendelea kuwafundisha maafisa watendaji wa kata na tunaendelea pia kuwafundisha maafisa watendaji wa vijiji ili katika maeneo husika waweze kuwa msaada kwa kutoa elimu, hamasa na kuwezesha vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kuandika maandiko sahihi ya kibiashara na waweze kupata mikopo hiyo. Lakini pamoja na hao, Mheshimiwa Mwenyekiti, maafisa maendeleo ya jamii wamekuwa mara kwa mara wakifanya huduma mkoba kwa kwenda kwenye maeneo ya vijijini na kukutana na vikundi hivyo na kuendelea kuelimisha. Kwa nini Mheshimiwa mbunge kwamba mpango huo ni endelevu na serikali itahakikisha inaendelea kufanya hivyo ili kuongeza uwezo wa vikundi kupata mikopo hiyo. Ni swala la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati tunafanya mafunzo hayo pia tunafanya tathmini
ya ufanisi wa biashara ambazo vikundi hivyo vinaendesha kupitia mikopo ya 10% na kuona maeneo ambayo yana changamoto na kuwasaidia ili waweze kuwa na mafanikio na waweze kuwa na urejeshaji mzuri. Na swala hili tutaendelea kulifanya ili kuhakikisha mikopo ya 10% inakuwa na ufanisi mkubwa zaidi. Asante. Mheshimiwa Tina